Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media. Hamjambo. Karibu ili niweze kuwasimulia na kuwaelezea yale ambayo yametendeka. Kuna kitu ambacho kimekuwa kikinisumbua kwenye akili zangu. Yaani yaweze ikawa kwamba Rais Ruto alianza mikutano yake ya wiki mzima jijini Nairobi, kuzunguka jijini Nairobi baada ya handshake yake na Raila Odinga ili kuweza kuwakosesha wananchi amani. Mbona ninazungumza hivyo? Karibu mikutano yote ambayo rais amekuwa akifanya kaunti ya Nairobi kuanzia siku ya Jumatatu, mikutano yote imeweza kukumbwa na visanga. Visanga vya wizi, visanga vya mauaji, visanga vya wananchi kulazimika kufunga maduka yao. Like now, mnamo siku ya Alhamisi tarehe 13 Machi mwaka 2025, raia wa Ufaransa aliweza kuuawa na motorcade na msafara wake Rais Ruto. Walimgonga na wakaenda, hawakusimama, wakamwacha akiwa amekufa hapo. Vijana waliweza kutwangwa na maafisa wa polisi. Vijana ambao walikuwa wamefika kwenye mkutano wake Rais Ruto walikasirika, wakabeba mawe, wakaanza kutwanga polisi. Anyway, Citizen TV wameweza kufanya kitu ambacho kinaitwa uunganisho wa hivyo visanga vyote ambavyo viliweza kutokea kwenye mkutano wake Rais Ruto siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Machi mwaka 2025. Ziara ya Rais William Ruto eneo bunge la Lang'ata na Kibra Alhamisi ilianza kwa ajali iliyosababisha kifo katika eneo la Adams Arcade kwenye barabara kuu ya Ngong Road. Magari haya ya msafara wa rais yaliyokuwa yanaendeshwa kwa mwendo wa kasi kutoka eneo bunge la Lang'ata hadi Kibra yakimgonga raia wa Kifaransa kwa jina Edgar Charles Frederick alipokuwa anavuka barabara na kumuua papo hapo. Mwili wake ukiachwa katikati ya barabara, magari hayo yakiendelea kukimbia kwa kasi kuelekea kwenye baadhi ya maeneo ambayo Rais William Ruto alitarajiwa kufika na kuzindua miradi ya maendeleo. Mwili wa jamaa huyo ambao awali ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City ukitolewa na kupelekwa kwenye makafani ya Lee jioni hii. Kupitia kwa ujumbe kwa vyombo vya habari, idara ya polisi ilisema jamaa huyo aligongwa na gari la serikali na kwamba uchunguzi unaendelea kuhusu kisa hicho. Haya yanajiri huku vurugu zikishuhudiwa katika shule ya msingi ya Yani Kibra. Maafisa wa polisi wakikabiliana na vijana walioingia kwenye shule hiyo kwa lazima, wakitishia kuvunja lango kuu la shule, wakilemewa nguvu na kufurushwa nje mara ya kwanza na kupigwa na rungu za polisi. Vijana wakiwarushia mawe maafisa wa polisi wakiwa nje ya lango kuu. Baadhi ya wabunge wakiwemo mwakilishi wa kike wa Nairobi Esther Passaris na mbunge wa Makadara George Ladwa wakipatikana kwenye patashika hiyo. Baada ya nipe nikupe hiyo, maafisa wa polisi walilemewa nguvu wakiwapisha vijana hao waliojaa uwanjani. Vijana hapa Kibra muko tayari ama muko tayari bwana? Ziara hiyo pia iliendelea kushuhudia visa vya kihuni, baadhi ya watu wakiporwa simu zao, jamaa huyo akiponea chupu kunyang'anywa baiskeli yake baada ya watu kupiga kelele. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Nairobi. Nina imani kwamba umeweza kutazama hiyo kanda na umejifunza kitu ama umeweza kuona yale yote ambayo yalitendeka. Kama wewe ni mgeni, chukua sekunde yako 1 2 3 ukapiga subscription, ulike video, bonyeza kengele ili tusonge kwa utaratibu kwenda mbele tukiendelea kusimuliana yale ambayo yaliweza kutendeka. Wapenzi watazamaji, yale maswali ambayo unajiuliza ndiyo maswali ambayo hata mimi ninajiuliza. Raisi juzi tu kipindi cha maandamano ya Gen Z aliweza kusema kwamba hataweza kukubali maandamano yaweze kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya kwa sababu
maandamano yale yanasababisha wananchi wanafariki na yeye ni rais, anachunga maisha ya Wakenya. Kasema kwamba hataweza kuruhusu maandamano ya Gen Z yaweze kuendelea ambayo yalikuwa yanataka corruption iweze kuisha, overtaxation, kazi kwa vijana iweze kupatikana, overborrowing iweze kuisha. Akasema kwamba hawezi akaruhusu yale maandamano yaendelee kwa kile ambacho alisema kwamba yanakosa ama yanakozesha wananchi usalama, insecurity. President Ruto akasema kwamba hataweza kuruhusu yale maandamano kuendelea kwa kile ambacho aliweza kukisema kwamba yanarudisha uchumi wa taifa letu la Kenya nyuma. Yeye wameungana na Raila Odinga, handshake yao. Bado President Ruto ameweza kurudi kwa magari. Kampeni yake tayari imeanza. Msije mkashangaa, hii ni kampeni ambayo President Ruto ameanza. Yeye ameweza kurudi kwenye kampeni. Na kampeni zake, wapenzi watazamaji, ama ziara zake zimekuwa zikikumbwa na matatizo. Number one, umeona polisi wanawatwanga wananchi kwa marungu. I'm just questioning Gen Zs. Sasa, by the way, ni kitu gani ambacho kinakusumbua unaenda kumtazama ama unamfuata Rais William Ruto? Kwa sababu hata nyinyi mmeweza kuona William Ruto alikuwa anaenda upande wa Kibra. Wakafika ndani ya shule. Ruto akaingia ndani ya shule na gari. Gen Z walipojaribu kumfuata wakatwangwa. Let me assume kwamba hao ambao wanatwangwa ni wale ambao walikuwa wamepewa pesa kumsindikiza Rais Ruto aonekane kwamba yeye ni mfalme. Lakini sasa polisi bana, polisi nyinyi ni wanadamu kama sisi bana. Mbona mnaamua kutwanga mwenzako bana kwa rungo kama ile bana? Ikimpata je kwa kichwa, sitapasua. Unajua kuna school inaitwanga aje kwake? Kuna inaitwa Fufu ama nini? Kuna hii school ambayo iko hapa hivi ama Skal, inafuatilia penye uliweza kusoma. Unajua hii fufu ikiweza kupasuka utakuwa na matatizo. Ile rungu ambao unaona polisi anarusha pa, ikipata mtu kwa nini kwa kichwa sinapasua. What about ile rungu iweze kuangukia scapula hapa nyuma? Kuna hii nini mfupa ambao uko hapa nyuma inakaa kama kabox hivi. Hii scapula sinapasua kabisa. Mwananchi ataanza kukaa kilema. Hizi ndio vizanga ambavyo vinatokea kwenye mikutano yake Rais Ruto. Mwananchi anarudi nyumbani akiwa ameumia na alitoka nyumbani akiwa salama. Na sio kitu ambacho sio kitu kizuri ama si mradi ambao rais ameenda kufungua. Jamani, mnamfuata. Ameenda kufungua darasa. Mimi sijaona maendeleo yoyote ambayo Rais Ruto alikuwa anafanya jijini Nairobi jamani. Ilikuwa tu ni kampeni. Na kuendelea kurudia kufungua ile miradi ambayo alikuwa amefungua kitambo kama vile Nairobi River Commission. Sijui ni Nairobi River Project. Number 2, kwenye hii mikutano yake Rais Ruto jijini Nairobi imeweza kushuhudia kitu ambacho kinaitwa insecurity. Utovu wa usalama. Mahala ambapo wananchi wanagongwa na wezi. By the way, hii mikutano yake Rais Ruto imeweza kusababisha kina mama mboga, vijana wa bodaboda wanalia hasara nyingi sana. Kwa sababu gani, wapenzi watazamaji? Hata wewe umeweza kusikia hapo, huyo ndugu yetu Emmanuel To ameweza kusema kwamba wezi waliweza kuingia, waliweza kutapakaa. Ndugu yetu aliponea chupuchupu kunyang'anywa nini? Baiskeli yake. Huo ni uwezi, insecurity. And by the way, kuna kanda ambao nimeweza kuona ikisambazwa kwamba Rais Ruto imefika mpaka mahala ambapo anaenda. Akienda hivi, wananchi wakisikia kwamba anaenda mahali fulani jijini Nairobi, wanafunga biashara. Kwa sababu gani? Wanahofia kuporwa mali yao, insecurity. Sasa ikifika mpaka penye rais anaenda, wananchi wanaogopa kwamba kutakuweko na insecurity. What about penye rais hajaenda? Because penye rais anaenda, wapenzi watazamaji, lazima kuwe na reke squad,
hata ikiwezekana KDF ambao wanamchunga. Lakini sasa rais yuko pale na reke squad yake, lakini wizi ni tele. What about kipindi ambapo rais hayuko? He is promoting insecurity kwa kuweza kuwapea vijana pesa waweze kumfuatafuata. Like now, angalia kakakanda kadogo, wananchi wanasema kwamba maduka yamefungwa kwa sababu wamesikia Rais Ruto anatembelea maeneo yale, wamehofia kwamba wizi utashuhudiwa. The situation at Kangemi, maduka zote zimefungwa. Duka zote zimefungwa, mwizi 001 ako huku leo kwetu. You can see the situation. Hakuna duka imefunguliwa, zote zimefungwa. Nasikia the main suspect 001 mwizi ako. Wananchi walikuwa wanafikiri kwamba rais akienda mahali angalau biashara zao zinachipuka, biashara zinanoga, biashara zinapata manufaa. Lakini sasa kipindi ambapo wanasikia rais anatembea sehemu yao, ndio wanahesabu hasara kubwa. Wananchi wanaumizwa na marungu hapa. Wizi wa mali unashuhudiwa. Wananchi wengine wanauawa na magari ya presidential escort ambayo yanapita. Do we have a country here? Then why mbona kampeni zimeanza mapema? Huu msimu ni wakati wa kuchapa kazi. Rais hata anaweza akakaa State House a direct contract fulani ama contractor fulani aende mahali fulani aanze mradi. Contractor mwingine aende mahali fulani aanze mradi. Kazi yake akuje tu ground aseme kwamba huu mradi nilianzisha umekamilika. Jamani, mnanipigia makofi ama mnipigii? Angalau kitu kama hicho kitaeleweka. Akuje afungue miradi ya zaidi bilioni 3, bilioni 4 ama zaidi ya bilioni 17, alafu hiyo miradi haifanyiki. Tumepata hasara, wizi, insecurity imejaa, maafa yametokea. Why this? Mbona kampeni mapema? Na inaonekana kwamba Rais Ruto huu ndio mwanzo wake, kwa sababu ameanzia katika kaunti ya Nairobi kueneza na kuendeleza injili yake ya handshake. Kumaanisha kwamba amebakisha sasa kaunti 46 kuwaelezea umuhimu wa handshake. Si tutakuwa tunapata hasara? Kampeni zimeanza mapema. Opposition nayo ikianza kampeni, we don't have a country here. Sasa itakuwa ni mashindano. I don't know what is your take, ladies and gentlemen, but you know, hii mikutano ambayo rais ameanzisha ipo na insecurity. That is what you have to know. Ingekuwa ni vizuri kabisa ukisikia kwamba rais anakuja eneo lako, ni heri hata uweze kubaki nyumbani. Usiende kupata majeraha ama usiende kuokota maafa, jinsi ambavyo huyu raia wa Ufaransa ameweza kufariki. See you in the next video. Asanteni sana.